misitu sema, nenda uambie dunia binti yetu yuko hai. Nenda uambie dunia, oh misitu sema, nenda uambie dunia. Mageme, wewe na huyo mwenzio nadhani hamnijui vizuri. Sasa basi, chochote kitakachompata Papala, mtajua upande wangu wa pili mimi nikoje. Tazama, leo nimeachwa gizani, siwezi kuona, nimefungwa kinywa, siwezi kusema. Wivu wa mapenzi ulinivua utu kwa ajili yako, nimepoteza dunia. Macho yangu yalikuwa kikwazo, sauti yangu ilikuwa tishio, akaamua kunifuta ili abaki peke yake moyoni mwangu. Kwa hiyo jamaa umefikaje huko? Pate tupo kwenye starehe zetu. Nenda uambie dunia. Kasongo. Naam Mageme. Inakuweje mpaka saizi yuko hapa na wakati vijana wenzako wapo msituni wakipambana? Malkia Nana mwenyewe ndo amenikataza kwenda huko kwenye msitu wa Navirago. Kivipi? Ndiyo, amesema kwamba hataki kitu kibaya chochote kinikute. Umekuja kufanya nini ndani ya msitu? Zebda. Umekuja kufanya nini ndani ya msitu? Zebda. Hamyathamini hata maisha yenu. Mimi sicheki na watu kama nyie. Nipo kutetea haki ya mizizi yangu. Umefuata nini ndani ya msitu? Zebda. Saka! Zebda. Nenda uambie dunia binti yetu yuko hai. Nenda uambie dunia, oh misitu sema, nenda. Kasongo, tambua kwamba chochote unachokipanda utakivuna.
Yesi mwanadamu wa kawaida ana damu ya miti. Malizane na hii. Anaponza mvua, walizani mnyonge, hawajui ni nuru, walizani mnyonge. Naona mmeamua kukimbilia kifo chenu wenyewe. Niliwaonya. Ndani ya msitu sihitaji mwanakijiji yoyote. Mmeamua kuuza utu wenu mbele ya malikia wenu. Sasa hakuna atakayetoka akiwa hai. Nilikuwa na sauti, nilikuwa na macho ya kukuona. Hey! Wewe dada, mpaka uniumize. Shida nini? Shida nini? Unajua bado kuna kitu sielewi. Yaani kama kitu uelewe ndio univute hivi ukiniumiza je? Ulitaka nikufanye nini? Una shida gani? Kwa nini Papala yupo msituni na Kasongo yupo kijijini? Kwa nini Papala yupo msituni na Kasongo yupo kijijini hapa? Unataka kusemaje? Meamua kumtoa kama sadaka, si ndio? Huo ni uamuzi wa kivita. Kivita. Lakini si haki Nana. Yesi mwanadamu wa kawaida ana damu ya miti. Anaponza mvua, walizani mnyonge, hawajui ni nuru, walizani mnyonge. Nimeachwa gizani, siwezi kuona, nimefungwa kinywa, siwezi kusema. Kama sio kuilinda furaha yako, usilazimishe na mimi niwe kama wewe. Umeelewa? Hapa sasa nakuelewa kwamba wewe umepanga kumpoteza Papala, si ndio? Nana, chochote kitakachomtokea Papala utalilipia Nana.
Nana, hili utalilipa. Kumbe hilo unalijua eh? Basi acha kulalama kama mtu aliyeshindwa vita. Umechelewa kurudi, mrithi wa mizizi. Mimi si wa huku, mimi ni wa kijijini. Damu siku zote huwa ikatai asili yake. Unamaanisha nini? Loda, mbona kama hauko sawa? Siko sawa kabisa, maana nyumbani kuna tatizo na inatakiwa mimi niende kule nyumbani. Sasa nawaza Malikia kama ataweza kunipa ruhusa ya kwenda nyumbani, maana kashanipa onyo, hairuhusiwi nitoke hapa. Toka siku ile ananichukia sana. Sidhani kama atanipa hiyo ruhusa ya kwenda nyumbani. Loda, Malikia Nana kukuambia kwamba ukae hapa usiondoke, sio kwamba alimaanisha kwamba hataki wewe uwe huru, hapana, ila anataka wewe uwepo wako uwepo mahali hapa, wala hataki kusikia umeumia. Lakini kila ninapomtazama naona bado hayuko sawa. Yaani naogopa kumwambia kuhusu matatizo yangu ya nyumbani. Labda wewe unaweza kunisaidia kuongea naye. Kiufupi naweza nikasema kwamba anajali sana usalama wako, wala hakufanya vile kwa hasira, sio kwamba hakupendi. Ulifanyika kama zawadi ya amani, lakini wao wamekugeuza kuwa silaha. Unataka nini kutoka kwangu? Ukisimama upande wao, msitu utaungua. Ukisimama upande wangu, himaya itabomoka. Utachagua kati ya himaya au msitu, na msitu ndio urithi wako pekee. Hello Tanzania, hello East Africa na dunia nzima kwa ujumla. Kwa majina naitwa Director Gamba. Niko mbele yenu leo kuwashukuru mashabiki zetu
mnaoendelea kutufuatilia kupitia channel yetu pendwa ya Mtanesa Film. Kwanza kabisa napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa kuipokea kwa kishindo tamthilia yetu pendwa ya Forest Girl au binti wa msituni. Tunazo changamoto nyingi ambazo tunakumbana nazo set, na nyingine ni changamoto ambazo ziko nje ya uwezo, lakini tunamshukuru Mungu kwamba bado anazidi kutupambania na sisi hatujachoka. Napenda tu kuahidi kwamba ninawaandalia mambo mazuri sana, na kama hujaiangalia bado Forest Girl, ingia YouTube, search Mtanesa Film, tizama tamthilia Forest Girl. Ni tamthilia pendwa na nzuri sana yenye maudhui ya Kiafrika, lakini ina ladha nyingi sana ambazo zitakufanya uenjoy, uburudike na ujifunze mambo mengi. Kilichonileta mbele yenu siku ya leo, kwanza kabisa napenda kuomba radhi kwa sababu ya changamoto ambazo zimejitokeza hapo kati. Tumejikuta tukashindwa kutoa vipindi kwa wakati kulingana na dharura ambazo zilikuwa ziko nje ya uwezo wetu. Naomba mkaitazame, ina mambo mengi mazuri, mtaenjoy, hutojutia kupoteza bando lako kutizama episodi hiyo. Lakini ni mwendelezo mpya wa kasi mpya na spidi mpya ya vipindi vingine vijavyo. Kwa hiyo episodi zingine zinazofuata zitakuja kwa kishindo. Lakini naomba niwakumbushe kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Faida za kusubscribe channel yetu ni kwamba pindi tutakapokuwa tunaachia episode au kila episode itakuwa ni moja kwa moja notification inakuja kwenye simu yako. Kwa wale tunatumia smartphone, notification itakufuata popote ulipo na utajua kwamba sasa kipindi kiko hewani. Lakini ndugu zangu, ninayo furaha kubwa sana kwa sababu support yenu naiona, na msituache. Tunafurahi na tunapenda kuona mna enjoy kwa kile ambacho tunakifanya. Sina mengi ya kuongea, tutakutana wakati mwingine tena kunako majaliwa. By the name Director Gamba au Shadrack Wega. Nilikuwa na ndoto, nilikuwa na sauti, nilikuwa na macho ya kukuona ukinitazama. Leo ni giza tupu, kimya kinaniuma. Kwa kosa gani nilistahili kuangamizwa? Nimeachwa gizani, siwezi kuona, nimefungwa kinywa, siwezi kusema. Wivu wa mapenzi ulinivua utu kwa ajili yako. Nimepoteza dunia, macho yangu yalikuwa kikwazo, sauti yangu ilikuwa tishio. Akaamua kunifuta ili abaki peke yake moyoni mwako. Na kama unanihisi, ijibu moyoni. Kama unaniona, niokoe rohoni. Sikuhitaji damu, sikuhitaji cheo, nilihitaji upendo. Sasa nina maumivu,